Mlipuko mkubwa umetokea ndani ya msikiti katika mji wa Homs nchini Syria wakati wa sala ya Ijumaa na kusababisha vifo vya watu 8 huku wengine 18 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Syria, tukio hilo limetikisa nchi ambayo bado inapona kutokana na miaka ya vita na migawanyiko ya kidini. Maafisa wa usalama wanasema kuwa kifaa cha kulipuka kililipuliwa ndani ya jengo hilo, ishara kwamba shambulio hilo lilipangwa kwa maksudi. Wakati wa uchunguzi ukiendelea na mamlaka bado zinaendelea na msako mkali kuwabaini wahusika wa tukio hilo. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu lenye misimamo mikali Saraya Ansar al-Sunnah limedai kuwa limehusika na shambulio hilo, likisema kuwa lilitekelezwa kwa kushirikiana na kundi jingine ambalo halikutajwa. Dai hilo limeongeza hofu kuhusu kurejea kwa mashambulizi ya kigaidi nchini Syria. Msikiti ulioshambuliwa upo katika kitongoji cha Wadi al-Dhahabi ambacho wakazi wake wengi ni wa dhehebu la Alawaiti. Tukio hilo limeibua hofu ya kuongeza kwa vurugu za kidhehebu katika jambo ambalo katika jamii ambazo tayari ni dhaifu. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imelaani vikali shambulio hilo na ikilitaja kama uhalifu wa kigaidi unaolenga kuhujumu usalama na uthabiti wa taifa, na kusisitiza kuwa ni shambulio dhidi ya maadili ya msingi ya kibinadamu. Asili ya uhusiano wa Saraya al-Sunnah bado haiko wazi. Kundi hilo lilianza kujulikana zaidi baada ya kudai kuhusika na shambulio la bomu lililolenga kanisa mjini Damascus, huku baadhi ya wachambuzi wakidhani kuwa huenda lina uhusiano wa karibu na kundi la Islamic State IS. Shambulio hilo linatokea mwaka mmoja tu baada ya kuangushwa kwa utawala wa Bashar al-Assad, tukio lililoacha Syria katika kipindi cha mpito chenye misukosuko ya kiusalama na vuguvugu za kidhehebu, hasa dhidi ya jamii ya Alawiti, kwa mujibu wa mashirika ya haki za kibinadamu. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.